imefunga watu. Imefunga kabisa. Yaani wewe unaona uko na mtu hapo lakini hapo huko. Yaani maisha yake imefungiwa pale ndani. Unasema wengine wanadhani hata mimi niko area. Taka twende. Twende. Guys, don't forget to subscribe, share. Chikoza twende, madama endelea aje. Kwa sababu sasa unajua sikai hapa sana. Tujue mambo yao. Hodi huku. Kama kuna mtu. Habari. Uko poa? Kisha kuchatuike. Nasema aje huku. Mama, habari ya nyumba? Iko mzuri. Hata leo maajabu. Leo umeamuka? Leo nimepata kanguvu kidogo at least. Habari. Unaona hata una smile. Kendi. Sasa hata mtaki kuachilia mama. Hamtaki. Mama. Kwa sababu habari. Nzuri sana. Kwa salama. Kendi. Hiyo ni Martha. Kendi. Karibu. Hapa sasa. Sasa leo unasikia aje? Leo niko na nafuu. Ile uji at least uliachawa wale ndio nilikunywa leo. Ndio nimekunywa at least nikaweza kupata kanguvu. Nimeshinda hata nikisoma Biblia tu kidogo yani nijipatie nguvu ya roho pia. Before wao watoke shule ndio kutoka shule tumeshinda tu hapa. Sasa ina watoto wanadi nyuso yao inawaka. Asante kwa kuwatunza. Unafanya mzuri sana. Siku dhani hata nimekuja nimeamka leo ndio naangalia hata vizuri. Nimetoka shule sasa. Niko na wameshuka. Niko na hata tuko na mattress. Tuko na vitu yani shwari Mungu alikutumia kabisa mpaka yani umesaidia familia yangu hata siamini. Umesaidia sana. Ni Mungu na unajua pia kuna wale watu tuko nao wala kuna ile mara nyingine unajua kuwa mara mingi hata mambo yamekuwa yakifanyika lakini tunashukuru Mungu. Yote tunaambia Mungu nampa sifa na utukufu. Sababu yeye ametupigania mpaka saa hii. Mimi kwanza kitu ya maana sana nasikia raha kuweza kukuona. Sababu nilikuwa nashindwa sasa itakuwa aje mimi na watoto. Sasa watoto walikuwa washaanza kusema wewe ndio baba, mimi ndio mama. Yaani nashangaa mimi ndio baba yao, sasa mimi ndio mama yao. Watoto nilikuwa natembea nao. Tumepigwa vita mama. Lakini pia kulikuwa wengine wanataka ukosho. Wanataka? Walikuwa wanataka kuchukua pia nini? Unasikia tumepigwa vita na watoto. Lakini tunashukuru Mungu kwa yote. Kama nimefurahia sana kuja nikawaona. Wamekuja kutoka shule. Nimefurahi sana. Hata sikuamini. Mama nikamwambia kwangu naona ni kama ilikuwa tu ni jana. Ndio nakuja naona kukiwa different ndio kitu ananiambia masiku yamekuwa kienda ndio sasa naamini sasa ndio nikiona zile vitu ndogo ndogo zilifanyika. Tunashukuru Mungu kuna watu wamesimama na sisi tangu mpaka saa hii. Mungu aendelee kuwabariki. Mungu aendelee kuwabariki. Unaona watoto wanaenda chini. Kama mara mingi tulikuwa tunaona hasa pale. Unajua at least pale ilikuwa inakaa vizuri pale. Tulikuwa tunalala hapo. Lakini watu kasema hapana. Hawakasema hapana Sean. Hata hawezi lala chini hata kama mwai huko. Kasema nilia watoto mattress, nilia watoto blanketi. Lakini najua Mungu bado atafungua njia. Hiyo chakula ya kununua nje kama umerudi, najua Mungu hata atagusa mtoto atanunua hata kama ni kameko. At least wakitoka shule kama wakikuja usikose kitu ya hata kama ni kachai kauji umewapikia hapo. Tunaomba tumeomba
Mungu ataweza. Ile kidogo imefanyika saa hii hata watoto waenda tu shule. Kwanza ndio ile kitu kubwa kabisa. Ilikuwa ni kabla nichukuliwe hiyo ndio tulikuwa niweka mawazo mengi sana kwa sababu nilikuwa nafikiria wataenda hadi shule. Juu ya hiyo pesa hii kubwa. Na kuingia ni pesa. Kama wameingia tu shule hivi. Nasikia ni kama kuna baadhi kubwa sana imechukulia. So kwa kila mtu mwenye amehusika kwa hiyo watoto kwenda shule. Mungu aonekanie haki. Mungu awafungulie milango yao. Kama ni kitu imefungwa iachiliwe. Najua si bure. Kwanza kabla hata tuendelee sana. Kwanza leo kama venye mimi nimefurahia. Kama jana huyu bado unajua huyu sinajua kuna kadhaa jana tulimwambia najua tukikuleta. Unajua tulikaa ndio tukupata. Tulikaa kwa ile msitu. Hiyo siku zote mbili mpaka ndo tukakuja hapa. Tulikesha huko. Hao walisema watarudi mpaka mama arudi. Tukavunja mashetani. Hata watoto sasa wanaomba. Kwanza nani aliomba last? Ilianza ni Martha, si ndio? Ni wewe Martha tuombe, kaa chini uombe. Alafu Kendi. Alafu mama. Ndio? Mama jua sasa hivi naomba. Haya. Patia Mungu shukrani kwa mama amerudi. Tuombe. Tusaidie tupate awatisi kama tunataka tupate kila kitu kwa tunataka maisha yetu lete baba yetu. Amen. Nasikia venye anaomba. Nashukuru Mungu mamake amerudi, imebaki babake. Sasa baba arudi na maisha yaende mbele, upate their basic needs. High five. Mungu bado anamtumia. Unajua hii yote mpaka ndio nilikuja huko tukupate yeye ndio alikuwa ananileta. Bado alikuwa anatumia na Mungu ile bado kwa na ndoto zako kuniambia. Nakwambia Mungu bado anamtumia mbaya sana. Hata Kendi tuombe. Mungu amerudi. Napenda baba arudi. Nataka tuishi vizuri. Tuko Amen. Pia wewe high five. Unasikia? Nakwambia hata watu wamekuwa na ujasiri mwingine. Hata zingine mimi nakaa nafikiria. Kaiko siku nilinyoroshwa akaniambia Sean. Wewe usiogope. Hizo ni mapepo. Unaona? Mimi najua wanajaribu kukupiga ndio uweze kuacha lakini wewe weka moyo. Kwanza hiyo ni Kendi alikuwa ananiambia. Kendi ni kama yeye sasa maneno Mungu anampatia maneno ya kukuombea maneno mazito ya kukujaza roho, ya kukusaidia usonge mbele. Hata mimi nasema Mungu ni asante kwa hii familia. Mungu ninakupa sifa na shukurani kwa hii familia. Mungu ninafurahia sana hii familia mama amerudi. Mungu kama si wewe mama angekuwa hapa. Na Mungu vile tunaendelea kusonga mbele ninaomba niweze kupata mpaka baba yao aweze kurudi. Ndio hii familia iweze kuendelea mbele. Zile vitu wamepitia ziweze kupita. Mungu ninajua wewe ndio unatupigania na wewe ndio utazidi kutusaidia na tutakuwa washindi. Katika jina lako Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Mama. Kwanza jana ulikuwa unaniambia maneno. Hebu ulikuwa unaniambia sijui huko kulikuwa aje. Sasa mara ya kwanza venye waliponichukua nilipelekwa mahali nilikuwa kama nimefungwa tu minyororo. Bado mahali tulikuwa watu wengi sana, si kwa peke yangu. Naona mafuta ati ulikuwa umefungwa minyororo mahali nimefungwa na naona ni kama siko peke yangu. Naona niko na watu ni kama wengine ni familia, wengine ni watu, ni kama mtu mmoja. Mwingine unaona ni kama ni kama ni familia moja, mtu mmoja ameshikwa na ameshikisha familia yake. Unaona ni kama ni watu lakini si watu pia. Kwa sababu mahali walikuwa kuna mahali mtu alikuwa ni kama huo mkubwa wao alikuwa ameweka ni kama TV. Unaona huo mtu namuona hapa na naona pia ni kama maisha yake ya nje kwa dunia saa hii. Yaani unasema ni kama ni mbili. Unasema huyu mtu anachukua maisha ya mtu, unaona mtu ndio huyu uko naye huko amefungwa. Lakini unamuona huko nje. Anateseka sasa. Yaani ile kwa kama umefunga mtu hapa ndio ina affect maisha yake huko nje. So unapata mtu mwingine kama
ni mtu wa wanawake, ni kufungiwa hapo. Mtu unapata ameibiwa na familia yake mali, ni kufungiwa hapo. Unapata pia watoto wameenda shule wamefanyiwa madhambi, ni kufungiwa hapo. Na inapitia tu labda ni vitu ndogo ndogo sana. Hii mahali penye bwanangu hiyo group yenye alikuwa ameingia nayo ya huyo rafiki yake. Hiyo group ni kubwa sana apparently. Ni kubwa sana. Imeingia hata si mambo na malands peke yake. Imeingia mpaka kwa mashule, imeingia mpaka kwa church, imeingia yani unadhani wani ukiona hadi mpaka liko na hadi mapasta wengine mpaka unashinda tu kai tunaenda wapi kama. Yaani unasema hiyo group imefunga watu? Imefunga kabisa. Yaani wewe unaona uko na mtu hapo lakini yako huko. Yaani maisha yake imefungiwa pale ndani. Unasema wengine wanadhani familia watu kuruka akili lakini ni kufungiwa pale. Ni kufungiwa, wamefungiwa. Unadhani mali yako unaona ilienda, imechukuliwa ama unaona kuna vitu inashindange na ni kama unapata kitu ama hata land. Kama vile sasa tulifanywa tunachukuliwa land, tunanunua tunapewa land tu vizuri alafu inachukuliwa. Hivyo kumbe ni hapo tumefungwa. So huyu mtu anachukua maisha ya watu. Hiyo ni kama anachukua spirit yako. So akichukua spirit yako anaifunga. So akifunga mambo yako huku nje inafanyika vile anataka. Sasa yeye wewe kwa pale ukidhani ni wewe, unadhani ni mtu wenyu, kumbe ni huyu mtu agent wake wanafanya hiyo kazi. Wanakula kutoka kwa maisha yako. Mtu lazima tutamaliza. Haki yapatikane. Huyo mtu lazima tutamaliza. Ile kitu inaniuma zaidi ni bwana yangu alikuwa pia amewekwa. Sasa yake ni kama tumefunganishwa sasa juu ya bwana yangu. Sasa yeye ndo alikuwa amefanya familia yetu ikafungwa hivyo wenyewe. Zile mashida zote tumepitia. Sasa ni yeye ndo alikuwa amefungwa. So Juliani watu walimtrick. Kama alimtrick sasa yeye kabaki sisi tumefungwa sote. Sasa mabaya yote inafanyika kimfanyikie pesa inatufanyikia. Na bora wamembeba tu hivi. Imagine nilibaki sasa sisi pia tungeendelea kuteseka tu hivyo. Mimi kubebwa na watu shoni naweza kuambia nimeona mkono wa Mungu hata kule kwenye nilikuwa. Ilikuwa bure. Ilikuwa Mungu ndiye kutufunulia ni vita gani yenye tunafaa kujiprepare. Si bure. Hiyo nimeona ile vita iko huko. Tukitoa Anthony akitolewa huko ama tukifungua tu hiyo tuweze kushinda huyo mtu. Ni familia nyingi sana zitakuwa. Nasema watu wengi watakuwa wameokolewa. Watakuwa wengi sana wameokolewa. Si yetu tu peke yake. Ye watu wengi sana watakuwa wameokolewa. Unasema hadi kuna watu tu hata wajui maisha yao inaendelea aje. Hata wajui. Lakini ni juu wamefungiwa pale. Mtu anaweza kuwa hata anaishi tu hata saa hii na labda ni ujui venye uliingishwa hapo. Ujui hata labda ni mtoto wako aliingishwa, ujui kama ni bwana aliingishwa. Unaona tu vitu maisha yake kuenda. Sasa shida inakupata kwa sababu ya mtu wenye mwenye alichukuliwa akawekwa pale. Sasa ile shida inafuata nini? Inafuata nini wote? So ule mtu anaanza kuwa control maisha yenu kwa sababu ya ule mtu ameshika. Yaani nasema ameshika watu. Shetani na ana nguvu tena. Ana nguvu. Kila kitu ina working for good. Hiyo ndio kitu nimesoma leo. Everything works for our good. Venye nilishikwa huko hata kama ukweli nilikuwa nasikia uchungu sana nimewekwa mbali na watoto wangu. But Mungu alinitumia kuona vitu za siri zenye huyo mtu alikuwa ameficha. Ni watu wengi sana. Ni kama milioni ya watu. Yaani ameficha watu. Watu wako Kenya, watu wako nje ya Kenya, watu hata wako Ingereza. Watu wengi sana wamefungwa hapo. Yaani mimi najua kitu unaniambia ni amechukua familia, bora amechukua mtu mmoja wenu. Sasa huyu mtu mmoja inabaki imeshika familia nzima. Inakuwa ni kama ni minyororo nini wote wamefungwa. Huyu mtu mmoja ndio point of contact. Ameshikisha familia nzima. Shida yote imetokea kupitia tu mtu mmoja. So wamemshika, wanaweka familia pale. So familia watu wawezi endelea. Mkinunua shamba haiwezi jengwa. Mkitaka kufanya ndoa hakuna. Unapata watu wasichana waolewi. Unapata watu wazai. Unashindwa ni nini mbaya inaendelea. Hapana. Hiyo ni hatari. Hiyo lazima zivunjwe hizo. Shau nakwambia hiyo kazi tukiifanya pamoja. Tunajua Mungu alinipeleka hapo tuone ndio tujue. For a reason. Tukivunja hiyo nini anga huyo mtu. Tumwarimu na tuteketeze hiyo kazi yake. Watu wengi sana watakuwa huru.
Na watu hata watakuja. Watu watakuja kukutafuta, kuambia ukweli ilikuwa ndio ilikuwa hapa amefungwa. Ukweli hata alikuwa amefungwa. Ni watu wengi sana wamefungwa na wajua hata amefungwa. Wanadhani tu ni mashida ya dunia na si shida ya dunia. Ni kufungwa, ule mtu amefunga maisha yao pale. Na sasa mbona watu wengi mimi nashangaa. Yaani mtu yeye akae ajue maisha ya watu, anachukua maisha ya watu, anaingiza kwa shetani. Ndio watu wasiendelee. Lakini unajua Biblia pia inasema shetani amekuja kuiba, kuua na kuharibu. So hiyo ndo kazi yake. So kama yeye anafanya kwa laini yake. So yetu ni kupendua kila kitu yenye shetani amekuwa akifanya kwa maisha ya watu. Sasa ndo nakuambia kutoka leo. Vinyi Mungu alinipatia kipawa ya kupigania watu wake. Na mimi au watu wako pale ndani. Tutaenda kuwatoa moja kwa moja. Unasema kuna hao watu wamefungwa pale na ugonjwa, wamefungwa pale na uenda wazimu, wamefungwa pale wasiendelee, wamefungwa pale wanaume wasioe, wasichana wasioleke, imefungwa pale shida ikumbe kabisa. Marriage za watu, watu wengi wamefungwa. Akili nilikuwa naona nalia kila siku. Na ni kama venye hao watu walianza kuona venye mimi ni kama nawasoma, ndio maana wakanichukua kanika kwa mayai. So ukakuwa giza. Ikakuwa sasa sioni kitu. Lakini nayo haikuwa bure. Bado hapo Mungu ni kama alikuwa ananiprepare tu. Ananiprepare tu, ananiambia tu hii nakutayarisha roho. Na kutayarisha roho ndio ujue venye kazi ujiprepare na kutenga. So mali nilikuwa siwezi taka mtu apaende. Kama mali watu wamefungiwa huko. Sure, kama tunaweza fanya. Na sasa nikuulize. Na sasa ile time unajua pia na ile time za zile tulikuwa tunaomba. Sasa ukisema unasikia minyororo inafunguka. Ulikuwa unasikia aje? Nilikuwa naonanga malaika. Ni kama naona malaika wanakuja wanavunja hizo minyororo. Lakini sasa hii pande nyingine nayo kuna kitu inanivuta na nikiwaambia endeleeni kuomba, nasikia nikivutwa mbele ndio minyororo zikatike. Nasikia kama malaika naona a very big light. Naona yani ukweli nafurahi, yani nasikia kama ukweli naona kuna kitu mzuri inaenda kufanyika, hiyo minyororo inaenda kuvunjika. Sasa zile ulikuwa unasema unaona soldiers. Ulikuwa unawaona ama? Niliwaona haki. Wanakaa aje? Hebu niambie. Ni kama binadamu lakini hauwezi ona kabisa. Unaona tu kama light kubwa alafu unaona mkono. Sikuwa naona ni kama unasema ulikuwa unaona hao soldiers. Wengi sana, nikasikia ni malaika wakiimba. Kuja kutolewa ilikuwa very experience, a very heavenly experience. Jumani ilikuwa nasikia sasa hiyo ilikuwa kwa hiyo shimo I receive hiyo kitu. Atolewa hao soldiers lazima. Ndio nakuambia. Yaani unasema sasa tulikuwa tunasema tunaona soldiers wanapigana. Wewe ulikuwa unaona hivi. Nilikuwa naona navutwa nikaona ni kama tolewa kwa hiyo shimo. Minyororo nikaona ni kama zimevunjika zote, nimeachwa nikavutwa kutoka mahali. Nikajipata nimelala kabisa, singeweza kufungua macho. Mwili ni kama ilikuwa hivi. Nimeshwa nguvu kabisa. Mungu ni mkubwa. Sema Mungu ni mkubwa. Sema Mungu ni mkubwa. Mata sema Mungu ni mkubwa. Kendi sema Mungu ni mkubwa. Semeni Mungu ni mkubwa. Semeni Mungu ni mkubwa. Mimi ninaamini Mungu ni mkubwa sasa kutoka vinye ulikuja. Unajua mara mingi watu walikuwa wakisema, Sean, tafuta sijui nini. Sean, hauwezi omba. Lakini Mungu aliwaibisha. Mungu aliwaibisha. Watu hata hapo watu wakasema wewe na hiyo kuomba yako. Mama unasema sijui Mungu rudisha. Mama alienda karuka akili. Lakini sasa ndio hiyo wanakuona. Watu hapa wenye walikuwa wasema umeenda. Wengine walikuwa wanakuja hapo wanasema wako bibi zangu hao watoto wako watoto wao. Sasa saa hii aibu inawashika. Wale walikuwa wanasema Sean, umelemewa, sijui sasa si ndio huyu, si ndio wewe. Si ndio wewe umerudi. Na Mungu alikupeleka huko ndio nijue ni watu wangapi wamefungwa. Kwa sababu mimi nakwambia mama, kuna maneno naambiwa na watu. Unafuata? Kuna vitu watu wananiambia wanaona. Hawaamini maisha yao hizo vitu. Unaona?
inabaki na waombea kila wakati. Unaona? Huku kwa barabara, huko pale nendanga pale naenda pale vimu kwa mbele zile ile before unaona pale tunapatana huko. Kuna watu wengine huko. Na wengine pia wananipigia simu kutoka sijui wapi na wapi. Wananiambia vitu wanaona. So kumbe huyo mtu ndiye amewafungia huko. Ndio sasa tunaomba ndio ananiambia kitu moja imefanyika. Kitu kingine imefanyika. Unaendelea kuwavunja hiyo mioyo. So ni ile nyororo tunavunja pole pole. Ndio mimi nakuambia. Mimi nashukuru Mungu. Hata jana vile tulikuwa na mtume alisema ameenda kunisaidia na macho ya 7 na bingu la 7 imefunguka sasa. Mimi ninaingia, ninachukua soldiers, tunaenda nao. Unaona? Soldiers tunasimama nao pamoja tunapigana hiyo vita. Na amesema sasa Anthony anaenda kupatikana. Anthony anaenda kupatikana. Anthony anaenda kutolewa na tutatoa wengi. Unapata? Wengi. Sasa unaona vinyo naisema. Ndio mtume alikuwa anasema jana. No. Tunaenda kutoa wengi. Kuna watu wengi wamefungwa. Nao wajui wamefungwa aje. No. Because wengine wanashangaa, maisha yangu ni ngumu, maisha yangu hata kazi nikipata ikai, hata nikipata naweza pata kazi, napatiwa ndio mshahara. Mshahara mnene, mshahara mnono. Lakini haoni inaingia hivi ikitoka. Ni hivyo ndo nakwambia, hizo ndio vitu nilikuwa naona. Hiyo ni hatari sana. Na nakwambia watu wanawachiwa. Huyo mtu akotua hapo, nakwambia anaangalia maisha ya watu hivi. Anakaa hivi anaangalia, ni kama anaona mahali kitu imeanza kukuendea vizuri. Anaona anatafuta kitu kingine ya kufanya kukuletea kwa maisha yako. Unaona umetoka kwa shimo, anatafuta njia kwa bora tu unafanya dhambi. Bora tu ufuate instructions za Mungu. Bora tu umeambiwa na Mungu fanya kitu fulani unakataa kufanya. Hiyo ndio mlango anarudi tena anakufunga zaidi. Sasa unashindwa, si Mungu ulikuwa umenitoa hapa. Mbona nimerudi? Na nijua watu pia na wao pia wanajisaidia kujifunga. Lakini kutoka leo mtume vinya alinipatia power na bado wamesema sasa zile tutatoa Anthony. Kuna nguvu mpya. Walinipatia kitambaa. Hii kitambaa ndio nimepigana nao na mapepo. Unapata? Na sasa akasema, ndipo tunaendelea. Ni mimi pia kuni yangu inazidi kuongezwa. Ndio ile vile Biblia inasema nini continue adding the nini ile kuendelea na maombi. Jaza roho. Sasa ni hiyo kuni inazidi inaongezwa kwa moto. Inaongezwa kwa moto. Moto yangu inataka kuwaka. Unaona sasa vile volcano inawakanga ikierupt tu pap. Kitu kama watu walikuwa hapo inachoma mpaka karibu inakuwa ni 100 feet hata not 100,000 feet inaweza kutoka mpaka huko. Sasa hivyo ndio nimeambiwa. Na au sasa hiyo moto ndio sasa tutaanza kuchoma hizo maagiza. Hakuna mtu atafungwa. Mimi kama mimi naweza sema nimeona mkono wa Mungu na venye umekuwa kwa maisha yetu. Yes. Najua utafanya hata zaidi kwa maisha ya watu wengine. Yes. Watu tu wafunguke tu roho, waseme tu kwa hizo vitu zinafanya. Yes. Wasikize venye Mungu anasema. Yes. Kama ni mtume amesema kitu watu wasikie. Yes. Juu kuna mahali unaenda kutolewa. Wasipofuata maagizo ya Mungu. Msikudanganye wanafanya kazi ya bure. Hapo umesema. Wataendelea tu kufight, wanadhani wanafight vitu physical. Na ni vitu spiritual zenye hata hawawezi elewa, hata hawawezi ziona wasipochunga. Yes. Kwanza hiyo mali umesema wafuate kitu mtume anasema. Unaona? Unajua kitu mzuri ni nini? Mtume anakuja na report direct na anawaambia. Ni mwenye masikio venye Yesu alisema mwenye masikio anafaa asasa. Mwenye ana macho na mwenye mdomo akili. So kama una masikio umesikia. Kama una macho umeona. Kama uko na mdomo hiyo ndio kitu mimi nimeacha nikisema. Ule anajua shida anapitia. Bora yeye amesikia kitu mtume alisema. Yafuate na kwa ile na baraka yake inamfuata. Sasa sisi tuko hapa wote tunatarajia baraka, tunatarajia maisha mazuri, tunataka maisha ya kukaa na asali na maziwa. Unaona? Tukunywe asali na maziwa hapa tukienda wapi? Mama, hata tusiongee sana. Lakini Sean, kwa sasa wewe wenye nilikuwa nimeenda kama ulikuwa unalala wapi? Wasichana walikuwa wanalala hapa.
mimi nilikuwa nakaa pale. Na pale tulikuwa pale wako analala kitambo. Hapo chini. Hapo ndo mimi nilikuwa nakaa. Hapo kama. Sasa hivi utaenda wapi sasa? Sasa mimi sasa kwa uko hapa. Sitakaa mbali. Lakini inakuwa mimi na patrol tu. Mimi na patrol. Utalala sasa? Wewe kulala yangu isikushtue sana. Lakini najua Mungu atafungua njia. Mimi bora nyinyi mko sawa. Unajua mimi saa hii mimi nimejitolea nyinyi mkoe sawa. Lakini unajua pia ndio uende kupigana na vitu lazima ukue mentally, physically and ukue uko sawa. Ile nini tunaenda kupigana nayo inakutaka ukue sawa. Nitatafuta mahali Mungu anajua atafungua njia. Nitapata mahali nitakuwa na, lakini kwanza mimi najua mimi nataka nyinyi mkoe sawa. Lakini pia usijisahau. Naona ni kama unajisahau sana. Na asante sana kwa kukaa na watoto lakini usisahau hiki. Sitajisahau mama. Usijali hapo, mimi sitajisahau. Mungu najua Mungu ananikumbuka. Nitasonga mbele. Mimi nitakuwa tu hapa. Usijali. Mimi bora tu anytime mimi niko. Na tumesema hii vita tunapigana mpaka baba apatikane. Na tutapata baba ya watoto. Mtarudi mkae muendelee kuwa pamoja. Kwa sababu mlikuwa mnaniambia mlikuwa na mali. Shetani akavunja yote. Si ndio? Lakini Mungu atarudisha. Amen. Na Mungu atarudisha mara 7. Amen. Unapata? 7,777 times. Amen. Unapata? Ndio itarudi. Na pia wale watazidi kusimama na hivyo Mungu pia atawarudishia mara 7. Unapata? Na mambo itasonga mbele na watainuliwa juu na nyinyi mtainuliwa juu. Sasa zile nyinyi mnainuka au wanainuka kwa sababu Mungu anaona kitu wamefanya na maombi yenu inawafikia. Unapata? Mungu anasikia kilio yenu mkililia Mungu wasaidia wale wote wamesimama na nyinyi. Na ni hivyo. Na mimi nakuambia ishara ya Mungu inaenda kufanyika. Kabla tuendelee sana, juu masaa inaenda, je, nilikuwa nimepita tu kwanza. Ulikuwa mbakisha kitu hata ya kula? Mimi ndio nimekunywa. Unajua saa jua wako mchana sasa siko na kitu ya kula, sijatoka nje. Sijui leo tutafanya namna gani. Lakini nilikuwa na 100 nyingine hapa. Acha niangalie hiyo 100 at least wapate kitu, si ndio KD? Na Martha. Kuna tu 100. Sasa mama hizi toka. Sijui pia nyinyi mwezi toka sasa. Acha nikuangalilie, angalie kitu. Twende mkule, nilete mkule. Mimi ndarudi. Mungu atanifanyia miujiza hapo nje. Naweza Mungu anaweza fanya kitu hata watu wa mtu wa Goso. Unajua zingine mimi natokanga tu hivi. Napita kwa hoteli bila ananiita tu Sean kuja. Nimesikia tu wewe umeniambia leo nikununue chakula ukule. Na saa hiyo nimeambia tu Mungu, Mungu muone kazi nafanya. Mungu leo niko na njaa. Kama mara nyingi hata hao. Mimi nilikuwa tunatoka tu na hiyo hotpot. Hotpot nabeba naenda. Sina shilingi. Lakini narudi kama iko na chakula. Toka shule napata chakula. Wacha niende niangalie kitu na hii 100. Lete nikule, sawa? Msilale. Asante. Sawa, Kisha Mungu endelee kubariki. Mungu akubariki na akuinue kwa ile kazi unafanya, akuinue zaidi. Acha twende hivi kama ndio tukalete chakula twende. Yeah.